Tunamshukuru Mungu tena kwa siku nzuri aliyotupa ya siku ya 3 ya semina yetu, na tumekuwa na mfululizo wa somo umuhimu wa kutoa na kujitoa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na kwenye somo hili tunazungumzia sana ufalme wa Mungu na namna ambavyo ufalme wa Mungu unaweza kuhusika na maisha yetu ya kila siku, lakini pia tutazungumzia sana kuhusiana na utoaji. Amen. Na tulisonga mstari wetu wa msingi ni Mathayo sura ya 6 kuanzia mstari wa 24 mpaka wa 34. Kuna vitu ambavyo tuliviona hapo, sitaki kurudia. Tulianza kuangalia mambo muhimu ya kufahamu kuhusiana na ufalme. Jambo la kwanza tukasema ni uwepo wa utendaji wa falme 3 duniani: ufalme wa dunia, ufalme wa Mungu na ufalme wa Shetani. Jambo la pili tukasema kila ufalme wa dunia una ufalme wa kiroho nyuma yake, na tukaona mifano kadhaa: Wajemi na chini ya Koreshi, Babeli chini ya Nebukadneza, na hapo tukaangalia pia Israeli chini ya Ahabu na Yezebel, na tukaangalia namna ambavyo hii roho ya Yezebel inaweza kufanya kazi hata sasa. Na jambo la 3 tukasema kila mwanadamu kwa kujua au kwa kutokujua anatumika chini ya falme 2 au anaathiriwa na falme 2. Shughuli zake za kila siku, kazi zako, biashara zako, familia, huduma na kila jambo, kuna namna linaathiriwa na falme 2, aidha ufalme wa dunia na wa Mungu au na wa adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kuna vitu unafanya kila ambacho kinatakiwa kufanyika na ili matokeo fulani yatokee, na yale matokeo hayatokee, maana yake kuna nguvu nyingine ambayo inaathiri. Na nikasema ufalme wa Mungu hautafanya kazi na sisi kwa bahati. Hamnaga kitu kinaitwa bahati kwenye kusaidiwa na kufanikishwa na Mungu. Mambo ya Mungu hayafanyiki kwa bahati, yanafanyika kwa kanuni. Kwa ufalme wa Mungu utafanya kazi na sisi kwa kanuni. Ufalme wa giza hauhitaji sana ruhusa ya mtu. Ukishakaa, ukitokea nafasi, adui atahusika. Lakini Mungu anahitaji ruhusa ya mtu, anahitaji huyu mtu afanye kanuni ili Mungu ahusike kwenye maisha yake. Jambo la 4 tukasema, na tulishia hilo, kila ufalme ili uwe ufalme lazima uwe na vitu vifuatavyo. Namba 1, lazima uwe na himaya, territory. Hakuna ufalme bila himaya. Namba 2, kila ufalme ili uwe ufalme lazima uwe na mfalme. Hakuna ufalme bila mfalme. Na tukatoa mfano, Tanzania ina mipaka ya kijiografia, lakini Tanzania ina mfalme ambaye ndio rais wa nchi. Lakini pia kila ufalme ili uwe ufalme lazima uwe na watu chini yake. Bila watu hakuna ufalme. Ndio maana maandiko yanasema utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wake. Maana yake yeyote ambaye yuko kwenye nafasi akipuuza watu, anapuuza nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hakuna ufalme bila watu. Lakini tukasema pia kila ufalme ili uwe ufalme lazima kuwe na lugha ambayo inautambulisha ule ufalme. Ndio maana kila nchi kuna lugha yake. Tanzania lugha ya taifa ni Kiswahili. Kenya wana lugha ya taifa, Uganda wana lugha ya taifa. Kwa sababu moja ya kitu kitakachotambulisha ufalme ni lugha. Moja ya kitu kitatutambulisha sisi kama wafalme ni lugha zetu, namna tunavyoongea. Amen. Lakini pia kila ufalme ili uwe ufalme lazima uwe na namna yake ya kufikiri, mindset. Lazima uwe na mindset, namna ya kufikiri. Kuna
namna wa Tanzania tunafikiri ni tofauti na wa China, ni tofauti na maeneo mbalimbali, na kimsingi hauwezi kutenganisha maendeleo ya nchi na namna watu wake wanavyofikiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kila ufalme lazima uwe na namna ya watu wake wanavyofikiri. Lazima ujenge fikra, lazima ujenge fikra. Ndio maana nilisema jana, kuna vitu ambavyo sio rahisi sana tubadilike, kwa sababu ni vitu ambavyo tumejengewa, na fikra zinajengwa kwa lifestyle zinazotukuza. Moja ya sababu ya umaskini ni kuwa na fikra. Yaani tofauti kubwa ya tajiri na maskini ni namna anavyofikiri. Yaani tajiri anaweza akawa, mtu kuwa tajiri haimaanishi muda wote atakuwa na hela. Kuna wakati anaweza akawa hana hata shilingi, na maskini hana hata shilingi, lakini wanavyofikiri ni tofauti. Tajiri anaweza akawa anakutana na changamoto ambayo na maskini anakutana na hiyo changamoto, lakini namna wanavyofikiri ni tofauti. Kwa hiyo kama tunataka mabadiliko, na moja kitu Mungu anakifanya ili kumsaidia mtu ni kugeuza kwanza namna yake ya kufikiri, kwa sababu kila ufalme una mindset, una namna ya kufikiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana unaona Israeli wanatolewa Misri, lakini fikra zao zimebaki Misri. Kama hakuna badiliko la kifikra, hakuwezi kuwa na badiliko la kimaisha. Na moja ya sababu Mungu aliwazungusha wana wa Israeli jangwani ni ili kuiondoa Misri kwenye fahamu zao, lakini bado ilikuwa ni ngumu. Yaani watu wanaona bahari imepasuka, miujiza ambayo hujawahi ona toka uzaliwe, lakini baada ya siku 3 wamesahau. Wanakumbuka nini? Vitunguu saumu na matikiti maji na matango. Fikra zisipogeuka, huyu mtu hawezi kubadilika. Namna mojawapo ngumu ya kumbadilisha mtu ni kubadilisha fikra zake. Ndio maana kama mtu akiingia na fikra fulani kwenye ndoa, ni ngumu sana. Yaani kuna watu labda kabila lake lilimtengenezea fikra fulani kwamba mwanaume lazima awe anapiga mke. Nakwambia ukweli, yaani hawezi kuona kama hiyo ndoa itaenda bila kipigo. Kwa hiyo lazima ile fikra iondoke, ndipo huyo mtu abadilike. Na ndio maana moja ya kazi kubwa ya neno la Mungu ni kugeuza fikra za mtu. Unajua kwa nini Israeli walimkataa Yesu? Kwa sababu ya fikra zao. Yaani kile kilichokuwa amekileta Yesu kiligoma kuingia kwenye fahamu zao. Walikataa Mungu kwenye akili zao, walikataa Mungu kwenye fikra zao. Maana yake yani fikra ikigoma, kwa sababu moja ya ngome kubwa ya kiroho, yani vita kubwa ya kiroho ni vita ya fikra. Nakwambia hii ni kubwa kuliko ile ya wakuu wa jeshi, wakuu wa anga, sijui majeshi ya pepo wabaya, ufalme, mamlaka. Unaweza ukakemea hizo zote zikaanguka, ila ukitulia ukaanza kufikiria namna ambavyo ukoo uliotokea wa mtoboi kiuchumi, nakwambia ngome zimeanguka za nje, ya ndani inakurudisha chini. Kwa moja eneo ambalo linapaswa kugeuka ili tuweze kusaidiwa na ufalme wa Mungu ni namna tunavyofikiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ifike mahali fikra zetu zijialign na neno la Mungu. Hii ndio siri ya mafanikio, watu wa Mungu. Ni kama vile ni rahisi lakini ni ngumu. Watu wengi fikra zao hazijajialign na neno la Mungu. Kama unataka kuwa na afya, lazima kwenye hilo eneo fikra zako zijialign na neno la Mungu. Yaani ifike mahali ukiwaza afya, auwazi mazingira, auwazi maumivu, auwazi taarifa za habari, unawaza neno la Mungu. Ndipo utaanza kuona badiliko la neno la Mungu au la ufalme wa Mungu kwenye eneo la afya. Kama unataka hata ulinzi umejengwa kwanza kwenye fikra. Mfuatilie mtu ambaye anashambuliwa sana na nguvu za giza, cheki vizuri, fikra zake zimejaa nguvu za giza. Na shetani anajua. Ndio maana anampa interest ya kufuatilia mambo ya nguvu za giza. Kwa sababu kile unachofuatilia sana kinaingia kwenye fikra zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama kweli ni hakuna ufalme bila mindset, bila namna ya kufikiri. Kwa
yeyote, kila ufalme una namna yake ambao unayatazama, kwa sababu kufikiri ndio kunaleta mtazamo, ndio kunasababisha kutenda, na ndio kunasababisha matokeo tunayo yaona. Amen. Kwa hiyo kila ufalme ili uwe ufalme lazima una namna ya kufikiri, lakini kila ufalme ili uwe ufalme una aina ya chakula. Chakula ni kitu cha kiufalme. Chakula ni kitu cha kiufalme. Kila ufalme. Ndio maana kuna vyakula, kuna nchi ukienda au vipati. Kuna watu wako Marekani, kuna vyakula ambavyo tunavizalau hapa, wanaviagiza. Yaani kule hawezi kukipata, inabidi aagize kitoke hapa kiende kule. Kwa sababu gani? Kila ufalme una namna, una aina ya vyakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa Tanzania, moja ya chakula ambacho ni cha Kitanzania, yani ukifuatilia familia za Kitanzania, haiwezi kupita wiki hakujapikwa wali. Inawezekana? Yani utaanza kuona hatuliwali wiki nzima, kutakuwa na shida ya kiuchumi. Lakini ukivuka tu hapo Kenya, unaweza ukakaa mwezi amna bila kula wali. Sio kwamba wana shida, ni kwamba sio kitu ya kwao, sio kitu chao. Wao chakula chao kikuu nakuta ni ugali na hivyo vingine. Lakini sisi, nakumbuka wakati tulikuwa kuna wakati mwingine ikipika ugali usiku, mnamuuliza mama, kwani usiku wanakulaga ugali? Yaani mmeshazoea ugali ni mchana, usiku ni wali. Kwa sababu hakuna ufalme usio na aina ya chakula. Kila ufalme una aina ya chakula. Ndio maana unagundua hata Daniel walipoenda uhamishoni Babeli, moja ya kitu walishughulika nacho ni chakula, aina ya chakula. Wakakataa kula chakula chao, ni chakula kabisa hivi chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kila ufalme una namna ya kula. Sasa utaelewa maana ya mifungo kwenye ufalme wa Mungu. Kila ufalme una namna. Kula ni kama jambo la kimwili, lakini angalia vizuri, sio la kimwili peke yake, ni la kiroho pia. Kwa sababu kilichomwangusha Adamu na Eva ni nini? Chakula. Kwa nini Mungu awazuie kula? Kwa sababu hamna kingine, ni kula. Kwa nini Mungu awazuie chakula aina fulani? Kwa sababu kulikuwa na connection. Yesu anajaribiwa mara ya kwanza, Shetani anamwambia ikiwa ni mwana wa Mungu kweli. Wana wa Mungu ni jambo la kiroho, geuza mawe yawe mkate, jambo la kimwili kabisa, ili ule. Angalia kilichosababisha Esau akapoteza uzalio wa kwanza, chakula. Na kwenye maandiko kuna mahali maandiko yanasema Mungu wao ni tumbo. Mungu wao ni tumbo. Maana yake kompetita wa Mungu, ukiacha mali, wa pili tumbo, chakula. Moja ya kitu kinatoa watu wengi kwa Mungu ni kutokuwa na utaratibu wa kula mzuri. Mtu anakula tu ovyo, afungi, anakula tu. Kwa sababu gani? Kwani kinachomtofautisha kiumbe wa rohoni na mwilini ni nini? Ni kula. Tofauti mojawapo kubwa ya kiumbe wa rohoni na mwilini ni kula. Viumbe wa rohoni hawali siku zote. Viumbe wa mwilini anategemea kula ili aishi. Sawa? Ndio tofauti ya mwanadamu na malaika. Kubwa mojawapo. Malaika hawategemei chakula, wali, ugali, ili waendelee kuishi. Lakini sisi wanadamu tunahitaji chakula ili tuendelee kuishi. Lakini sasa sisi ni viumbe wa rohoni tunaoishi kwenye mwili. Maanake sisi tuna pande mbili. Kuna upande wa mwilini na upande wa rohoni. Kwa hiyo unapokula una practice mwilini. Unapoacha kula una practice your spiritual side. Na ndio siri ya mifungo. Mfungo una nguvu kabla hata ya kuomba. Yaani ile tu kuweza kuacha chakula tayari ni hatua mojawapo kubwa ya uelekeo wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kila ufalme una aina ya chakula, lakini kila ufalme ili uwe ufalme una aina ya mavazi. Una mavazi. Sasa wale ambao wanabishanaga kuvaa hivi ni dhambi sio dhambi, jibu ni rahisi. Hakuna ufalme bila mavazi. Mfalme yeyote
ana namna ya kuvaa. Yaani mfalme avai vyovyote. Mfalme avai vyovyote. Huwezi kukuta mfalme anatokea tu vyovyote, au mtu wa ufalme anatokea vyovyote. Lazima avae kwa namna ambayo itamtambulisha ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana unaona hata kwenye maandiko Mungu alikuwa anawaelekeza watu namna ya kuvaa. Sasa wale wanasema Mungu anaangalia roho. Mungu anaangalia roho, lakini sisi tunaishi wapi? Mwilini. Kwa nini Mungu anamkuta Adamu wamejifunika majani, anawatengenezea vazi la kondoo? Kama Mungu anaangalia roho, angewacha tu. Angewacha. Lakini Mungu akawatengenezea vazi. Maana yake mavazi, huwezi kukwepa ishu ya mavazi kwenye ufalme. Huwezi kukwepa. Yaani achana na mambo ya nidhambi au sio dhambi, kwa sababu mbele za Mungu hana shida. Mungu moja kwa moja na mtu hana shida yoyote na mavazi. Mungu hana shida. Yaani huo umevaa, huo umevua. Kwa sababu kama Mungu ingekuwa mavazi ni ishu ya Mungu na mtu, tukiwa bafuni tungekuwa tunamkosea Mungu. Kwa sababu bafuni hatuna nguo na Mungu anatuona. Kwa mavazi ni ishu ya ufalme. Na ndio maana hakuna ufalme bila mavazi. Kazi ya kwanza ya mavazi, ya kwanza kabisa, ni kufunika utupu. Ni kufunika utupu. Hiyo ndio kazi ya kwanza. Na unaiona kwenye maandiko. Maandiko yamejaa maelekezo ya mavazi. Huwezi kukwepesha. Huwezi kukwepesha. Unajua kwa sababu wakati mwingine hasa sisi wa Kristo, tena waliookoka, ndio tumedogosha mambo kuliko kawaida. Niseme tu kweli, hata hapo msikitini uingie anyhow. Isipokuwa kanisa la walokole ndio unaweza ukaingia vyovyote. Msikitini hata Roman Catholic au ingie vyovyote. Hawezi kuingia vyovyote. Kuna namna unatakiwa uingie. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sisi Mungu anaangalia roho tu. Hapana, hamna kitu cha aina hiyo. Kazi ya kwanza ya mavazi ni kufunika utupu. Na utupu unatofautiana. Utupu unaenda kitamaduni pia. Kwa hiyo usije ukafikiri utupu ya Ulaya na ya huku, utupu unaenda kitamaduni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima, ndio maana vazi alipaswi kupuuza utamaduni wa mahali. Hata ukiangalia kwenye maandiko ni hivyo hivyo, mavazi yalikuwa hayapuuzi utamaduni wa mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kazi ya pili ya vazi ni kukutambulisha. Kukutambulisha. Unavyovaa utatambulika. Ndio maana ukimwona polisi unajua yule ni polisi kabla hata hajasema, kwa namna alivyovaa. Mfungwa unajua, daktari unajua, mwanafunzi unajua. Utambulisho. Kwa wewe ni wa upande upi, utatambulishwa na mavazi yako. Ndio maana kwenye maandiko kuna mavazi yanaitwa mavazi ya kikuhani. Kuhani alikuwa avai vyovyote. Akivaa vyovyote anafia madhabahuni. Kuhani alikuwa anafundishwa namna ya kuvaa kuanzia nguo ya ndani mpaka ya nje. Kuhani maana yake kulikuwa na vazi la kikuhani. Yaani akivaa anasema huyu ni kuhani. Lakini pia kulikuwa na mavazi yanaitwa mavazi ya kikahaba. Sasa ukitaka kujua mavazi yanaenda pia na utamaduni wa mahali, vazi la kikahaba lililotajwa kwenye maandiko ni tofauti na vazi la kikahaba ambalo tunajua sasa hivi. Kwenye maandiko vazi la kikahaba ilikuwa ni kuficha identity. Kuficha usijulikane wewe ni nani. Yaani ukahaba ilikuwa ni kitu ambacho mtu anafanya anaficha. Kwa hiyo inabidi avae kwa kujifunika fulani ili mtu akimuona anajua tu yule ni kahaba, ila amtambui. Na ndio maana unamuona Tamari aliweza kumnasa Yuda. Kwa sababu Tamari alivaa kikahaba. Yuda akaona akajua ni kahaba, hakujua kama ni Tamari. Baada ya kuwa ametoka naye, amelala naye, amebeba mimba, baadaye amemuona na mimba, anasema auawe. Ndipo wanasema Tamari akasema, kabla hamjaniua naomba zitambulike hii fimbo na pete. Ndio wanagundua ni ya Yuda mwenyewe. Anasema
kumbe ni Ilala ni mtu anamfahamu, lakini alivaa vazi la kikahaba. Lakini kwa huku kwetu vazi la kikahaba aliko hivyo ni kujifunua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana huwezi kukwepesha vazi na utamaduni wa mahali, hata kwenye makanisa. Kwa lazima kukubaliana na utamaduni pia wa kanisa wa namna wanavyovaa. Sio tu umetoka, sisi kule tulikuwaga tunavaa hivi, kule ndio mlikuwaga mnavaa hivi. Hapa ni mahali pengine, ni utamaduni. Lazima ujialign na utamaduni wa kuvaa wa mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kazi ya pili ya mavazi ni kumtambulisha mtu ni wa upande upi. Ndio maana kuna namna ukivaa hivi, unajua kuna watu wanavaa alafu yeye mwenyewe anaona aibu kusema Bwana asifiwe. Hawezi kusema Bwana asifiwe kwa sababu akisema Bwana asifiwe watamwangalia alivyovaa. Kuna namna unavaa unashindwa hata kumwambia mtu habari za Yesu, kwa sababu unajua nilivyovaa hainitambulishi kama ni mtoto wa Mungu. Hauwezi kuepuka swala la mavazi kwenye ufalme, kwa sababu moja ya kitu kinatambulisha mfalme na ufalme wake ni namna anavyovaa. Amen. Sasa kazi nyingine ya mavazi ni kupendeza. Kupendeza ni kazi ya mavazi kabisa kimaandiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama watu wa ufalme lazima tuvae kwa namna ambayo itawasilisha na kuwakilisha ufalme wetu. Amen. Kwa sababu hauwezi kupuuza swala la mavazi kwenye ufalme. Mfalme avai vyovyote. Mfalme ana dress code. Na hauwezi kwenda, kuna namna ukipewa nafasi ya kwenda kumuona rais, watakuangalia na unavyovaa. Watakwambia kabisa ulivyovaa hivi huwezi kwenda kumuona rais. Lakini pia kuna nafasi za juu za kiserikali, za kifalme, nitumie hiyo lugha, lakini za kiserikali ukichaguliwa au ukiteuliwa, ukipewa, wanakupeleka training ya namna ya kuvaa kabisa, namna ya kuvaa kozi kabisa, namna ambavyo unatakiwa uvae kama waziri, namna ambavyo unatakiwa uvae kama mtu wa serikali. Kwa nini? Hauwezi kukwepesha swala la mavazi kwenye ufalme. Ishu hata dhambi sio dhambi, achana kwanza na dhambi sio dhambi, lakini wewe ni mwana wa ufalme, kuna namna tunakutarajia uvae. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kila ufalme una namna yake ya kuvaa, haipuuzi ufalme, haupuuzi mavazi, lakini kila ufalme ili uwe ufalme una mifumo. Na hii ni muhimu sana ili tuje tuelewe pia ufalme wa Mungu una mifumo, systems. Mifumo ni utaratibu wa kuendesha mambo, ni kanuni za kuendesha mambo. Hakuna ufalme bila mfumo, system. Hakuna ufalme bila mfumo. Tanzania kama ufalme ina mifumo mbalimbali, ina utaratibu, ina mifumo ya kiafya, ina mifumo ambayo inahakikisha afya kwa wananchi wake. Kuna mfumo wa kiafya. Huo mfumo wa kiafya unadai takwimu za wagonjwa. Wanajua Tanzania, Wizara ya Afya wanajua wagonjwa wa kifua kikuu wako wangapi Tanzania. Inaweza namba isiwe exactly kwa sababu sio kila mtu amejiregister, lakini wanajua wako wangapi, wanajua wagonjwa wenye HIV wako wangapi, wanajua ile growth inakuwa au inapungua, wanajua kiasi cha dawa ambacho kinatakiwa kiingie kwa ajili ya hayo magonjwa, wanajua hospitali zinatakiwa ziwe na dawa gani, wanajua kuna mfumo wa afya kwenye kila ufalme. Kila ufalme. Ndio maana leo hii Tanzania wakiamua dawa fulani isitumike, ni rahisi sana. Kwa sababu dawa zote hata unaenda kuinunua pharmacy, ni ufalme ndio una control. Ndio maana leo kupata chloroquine inaweza ikawa ni ngumu. Imepotelea wapi? Ili zuiliwa tu isiwe inaingia. Kozi hizo kuepo zikaisha.
Huipati kirahisi. Mfumo ndio una control. Mfumo ndio una control. Kwa kila ufalme una utaratibu, una mfumo, una utaratibu wa kuendesha mambo. Kwa kuna utaratibu wa kuendesha masuala ya afya. Namna gani watu wawe na afya. Kuna huo mfumo unafanya kazi. Ni either tunajua au hatujui. Lakini pia kwenye mfumo kuna utaratibu wa kiulinzi. Kuna mfumo wa kiulinzi. Kila ufalme. Kwa hiyo hiki ninachokisema ni kila ufalme, ukiwemo na ufalme wa Mungu. Ukielewa hivi vitu itakuwa ni rahisi hata kufurahia afya ya kiungu. Kwa sababu haiwezekani Tanzania iwe na akili ya mfumo wa afya, mbingu zisiwe na hiyo akili. Yaani Tanzania inajali afya yangu, mbingu zisijali afya yangu. Haiwezekani. Kuna mfumo very stable wa afya ambao wa kuhakikisha mtu wa Mungu wa ufalme anaishi duniani kwa afya tele. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kila ufalme una mfumo wa afya, mfumo wa ulinzi. Kuna mfumo wa ulinzi Tanzania, kuna jeshi la wananchi, tunajua kuna jeshi la nchi kavu, le jeshi la kwenye maji, kuna jeshi la polisi, kuna jeshi la magereza, kuna jeshi wanaonekana, kuna wanajeshi wengine wasiri. Na hata hapa inawezekana wapo wanafuatilia tu. Ukitaka kujua wewe ongea ovyo. Ongea ovyo utashangaa. Na wanaingizwa mpaka makanisani. Unaweza kuwa waaminifu sana. Waaminifu kwenye kila engo mpaka aingie kwenye ile top management ya kanisa. Ili afuatilie tu nyewe mnajadili nini. Sasa huyo jadili mambo kinyume na nchi, yani hatarisha nchi. Unashangaa mmejadili mnawaaminiana, hii siri yetu, lakini unalipata vile vile lilivyo nje. Unauliza nani ametoa, na yeye anauliza nani ametoa. Kumbe yumo humo ndani. Mtu assisting. Wapo kila mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukishakuwa na ka influence kidogo, uwe na uhakika. Kuna watu wanafuatilia kila kitu chako. Kila kitu chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati nilibarikiwaga simu, kuna mtu alinipa simu, alafu kumbe kwenye line ya ile simu iliwahi kuibiwa. Na yeye hakuwa anajua. Lakini huko nyuma iliwahi kuibiwa. Kwa hiyo wale ndugu wakaanza kufuatilia, iko mikononi mwa nani? Ikagundulika iko mikononi mwangu. Ilikuwa mwezi wa 3, yule mtu amenipigia simu ni mpelelezi polisi. Unajua alinipigia simu ananielezea safari zangu zote kuanzia mwezi wa 8 sijui wa 9. Nasema tulikuwa tunafuatilia, ulienda hapa na hapa kila route. Hadi niliogopa, nikasema huyu mtu. Kwa hiyo unaishi, kumbe kuna mtu mwingine anafuatilia maisha yako. Na ndio kazi yake. Kwa hiyo akasema tumegundua wewe tu ni mtu wa Mungu, kwa hiyo tumeona tukuite rasmi, lakini kiutaratibu ilitakiwa tukutrace ulipo, tukukamata, kwa sababu wewe umekamatwa na kitu ambacho kina historia ya wizi. Wewe ndio mtuhumiwa namba 1. Watu tunaomba, nilikuwa nje ya Dar es Salaam, tunaomba ukirudi Dar es Salaam na vitu kama hivyo twende tuonane. Point yangu iko wapi? Hakuna ufalme bila mfumo wa ulinzi. Bila mfumo wa ulinzi. Kila ufalme. Ukielewa hii utaelewa namna ambavyo pia Mungu anatulinda. Amen. Kwa sababu haiwezekani wanadamu wawe na mifumo strong ya ulinzi alafu mbingu zisiwe tu, yani zinasubiri tuje uwawe kizembe tu, mchawi mmoja wakae kikao wachawi wakuue. Kweli mbingu? Haiwezekani, haiwezekani sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kila mfalme una mfumo, lakini pia kila mfalme una mfumo wa kiuchumi. Mfumo wa kiuchumi. Hivi unajua Tanzania kuna mfumo wa kiuchumi ambao serikali inaweza ikauminya uchumi wa watu ukaanza kusimama, kaanza kukorapsi. Unajua, unaona tu ni rahisi, unaenda unafanya biashara, unarudi umepata hela yako, unaenda tena, unaweza usione serikali. Kwa sababu kila siku unaenda, barabara zipo tu, kila kitu tu kiko sawa. Lakini nakwambia
kwenye hizo shughuli zako za kila siku, kuna kabata ni serikali inaweza ikakabonyeza zikasimama. Hata kwenye hii utumishi wetu, kuna kitu serikali inaweza ikakashikilia. Rafiki yangu, una neno, una nguvu za Mungu, umejifungia chumbani. Kwa sababu gani? Kuna mfumo wa kiuchumi. Tunafahamu wakati ule wa uchaguzi ulikuwa ni mfano mzuri sana. Zile siku 5, unaona namna ambavyo wale ambao uchumi wao unategemea kila siku, namna ambavyo ulisimama ghafla unagundua chakula hakipo. Unagundua hivi, hii kitu ikienda mwezi mmoja, unaanza kujiuliza tutaishije? Bwana Yesu asifiwe sana. Ghafla, mimi nakumbuka kipindi kile Dar es Salaam nilinunua nyama kilo moja ilikuwa 18,000. Tena 18 ilikuwa ni nje ya mji, nilimwagiza bodaboda moja nje kabisa. Pale mjini nyama ilikuwa imefika 25,000 kilo moja. Mafuta petroli ilikuwa ukipata mtu anauza lita moja 15,000 lita moja. Unaweza ukaimagine. Kwa na nini kilitokea? Ni serikali, ni ufalme iligusa mfumo wa kiuchumi kwa namna moja ama nyingine, na tukaanza kuathirika. Kwa nini nasema hivi? Kila ufalme lazima uwe na utaratibu wa kuendesha mambo ya kiuchumi na fedha, na ndivyo ulivyo na ufalme wa Mungu. Kuna mifumo, kuna taratibu. Sasa hapa kwenye system moja ya kitu napaswa kuzingatia sana ili kije kitufai kwenye ufalme wa Mungu ni kanuni. Mambo yote ya ufalme yanaendeshwa kikanuni. Yaani ukivunja kanuni hakuna namna. Kuna mtu mmoja anasema ukivunja kanuni itakuvunja tu. Hakuna namna. Maisha yanaendeshwa kikanuni. Uchumi unaendeshwa kikanuni. Uchumi, ili usaidiwe kiuchumi na ufalme wa Mungu, hakuna kingine, sio machozi mengi. Kama kanuni inavunjwa, hata kama unalia haitasaidia. Kwa mfano, mtu anayevunja kanuni ya zaka, hata kama unalia, unajua watu wanafikiri Mungu anaitikia kilio, maumivu, hisia. Mungu haitikii hivyo vitu. Mungu anaitikia kanuni. Kanuni ikivunjwa hakuna namna. Yaani kanuni inasema hii simu nikiirusha juu itashuka chini. Sio simu, hata na mimi nikienda pale juu nikijiachia nitashuka chini. Hiyo ni kanuni. Hata nijiachie huku nanena kwa lugha, nitashuka chini. Na kama ni kiwango cha kuvunjika, nitavunjika. Kama ni kiwango cha kufa, nitakufa. Hata mbingu zitanishangaa, umevunja kanuni. Huwezi kujirusha kwenye gorofa unasema Mungu atanisaidia. Ukivunja kanuni itakuvunja. Kwa namna sahihi ya kuenenda na ufalme ni kujialign na kanuni za ufalme. Na mambo mengi ambayo tunafikiri ni ya kidini ni ya kikanuni. Maombi ni kanuni, mifungo ni kanuni, utoaji ni kanuni. Ndio maana zinatuathiri tusipoziishi, bila kujali hali yetu. Kanuni usipoishi itakuathiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kila ufalme, ili ufalme una mifumo, una utaratibu za kuendesha mambo, una kanuni zinazoendesha mambo mbalimbali. Ndio maana kama unataka kufanikiwa kiuchumi Tanzania, lazima ujue kanuni za kiuchumi Tanzania, mifumo ya kodi. Vinginevyo maisha yatakuwa magumu. Sasa ndivyo ambavyo pia na ufalme wa Mungu unafanya kazi kwenye maisha ya mtu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa ninazungumzia mambo muhimu ya kufahamu kuhusiana na ufalme. Jambo la kwanza nikasema ni uwepo wa utendaji wa falme 3 duniani. Jambo la pili, kila ufalme una ufalme wa kiroho nyuma yake. Jambo la 3, kila mwanadamu anaathiriwa na pande mbili za ufalme, ufalme wa dunia na mwingine wa kiroho. Na jambo la 4 nikasema kila ufalme
ili uwe ufalme lazima uwe na vitu vifuatavyo. Nikasema himaya, mfalme, watu, lugha, namna ya kufikiri, aina ya chakula, mavazi, mifumo. Amen. Jambo linalofuata, jambo la 5, ufalme wa Mungu pia una hivyo vitu ambavyo nimevitaja, na hapa nitavigusia kidogo. Na kwa sababu tumeelewa ufalme wa dunia unavyofanya kazi na hivyo vitu, itakuwa ni rahisi kuelewa ufalme wa Mungu unavyofanya kazi na hivyo vitu, kwa sababu tumegundua ya kwamba hauwezi kujiepusha na ufalme wa dunia maadamu unaishi hapa duniani. Hakuna namna, kila kitu chako kinaguswa na ufalme wa dunia. Sasa na sisi watu wa ufalme wa Mungu hatuwezi kujiepusha na kanuni za ufalme wa Mungu. Kwa ufalme wa Mungu pia unaye mfalme anaitwa Yesu. Kama ambavyo kila ufalme una mfalme, ufalme wa Mungu unaye mfalme. Ndio maana Isaya 9:6 anasema na uweza wa kifalme utakuwa mabegani kwake. Kwa Yesu ni mfalme kwenye ufalme wa Mungu. Yesu ndio mfalme, na alikuja duniani kutambulisha ufalme. Yaani mission ya Yesu duniani, mission kuu ya Yesu duniani ni kutambulisha ufalme. Kutambulisha ufalme. Unajua wokovu ulitokea lini? Wokovu ulitokea zile siku 3 tu, ndio wokovu ulitokea. Wokovu ulitokea siku 3. Kupigwa, ukashughulika na magonjwa, kwenda msalabani na kufa, kukashughulika na wokovu na dhambi zetu, na kufufuka ndio ushindi wetu. Siku 3. Kwa Yesu angeweza akashuka siku 3 akamaliza jambo. Kwa nini alikaa siku zote? Alitaka kuintroduce ufalme. Alitaka kutufundisha namna ufalme unavyofanya kazi. Yesu alikuja kutambulisha ufalme. Ndio maana kwenye Mathayo sura ya 3 mstari wa 1 anasema siku zile aliondokea Yohana ambaye alikuwa amemtangulia Yesu Mbatizaji, akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa hiyo nagundua Yohana alianza kuzungumzia habari za ufalme, na kimsingi alikuwa anazungumzia ujio wa Yesu. Yohana alikuja kama kumwandalia, kumtengenezea mazingira Yesu. Kwa akaanza kuzungumza kuhusiana na kitu kinaitwa ufalme wa mbinguni kuja duniani. Na Yesu naona kwenye Mathayo sura ya 14 mstari wa 17 anasema tokea wakati huo alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa Yesu alikuja kama mwakilishi wa ufalme wa Mungu duniani. Alikuja kama mwakilishi wa ufalme wa Mungu duniani, na alikuja kutambulisha ufalme wa Mungu duniani na kuanzisha ufalme wa Mungu duniani. Kwa ndio maana Yesu alikuja kipindi kinaitwa cha transition, kipindi cha Agano la Kale. Yesu ameishi Agano la Kale akiwa anatambulisha ufalme wa Mungu. Kwa Agano Jipya ni kuhusu ufalme. Alikuja anautambulisha ufalme wa Mungu, alafu akauanzisha ufalme wa Mungu kupitia wokovu. Kwa tunapookoka tunaingia kwenye ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anasema tokea wakati huo, Mathayo 4:17, tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu. Sasa hii tubuni inayotumika, unayoona tubuni ufalme, tubuni ufalme, ni tubuni inayohusika na mindset. Change your mindset. Kwa sababu msipogeuza namna mnavyofikiri, hamtaweza kuaccommodate hiyo habari njema ya ufalme. Hamtaweza kuipokea. Mindset zenu zitaikataa. Kwa maana yake, ili kusaidiwa na ufalme lazima mtu ageuze namna anavyo ya tafsiri mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye Mathayo 4:23 anasema, naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote
akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme, ambayo ndani yake kuna kuponya wagonjwa na kila aina ya udhaifu. Lakini alikuwa anahubiri, anawafundisha habari njema ya ufalme. Kwa Yesu alikuja kutambulisha ufalme wa Mungu. Unaona pia hiyo inarudiwa kwenye Mathayo sura ya 9 mstari wa 35. Naye alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme, ambaye ndani yake ina nini? Na kuponya wagonjwa, magonjwa yote na udhaifu wa kila namna. Baadaye anaanza kuwatuma wanafunzi wake. Mathayo sura ya 10 anawaambia, na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Alafu fanyeni vinavyoambatana na ufalme: pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Na ndipo Mathayo 11 anaanza tena kwa kusema, anasema, tangu siku za Yohana Ubatizaji ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu ndio watakao uteka. Kwa Yesu alikuja kuutambulisha ufalme. Nisema siku ya kwanza, ndio maana ukifuatilia hili neno kuhusiana na ufalme utagundua limetajwa kwenye Agano Jipya zaidi ya mara 150. Zaidi ya mara 150 kwenye Agano Jipya. Na katika hizo zaidi ya mara 115 ametaja Yesu. Yesu kwenye Injili ndio zimetajwa zaidi ya mara 115. Kwa maana yake moja kitu ambacho tunapaswa kukifahamu sana kwenye maisha yetu ili tusaidiwe na ujio wa Yesu duniani ni kuhusiana na ufalme. Amen? Kuhusiana na ufalme unavyofanya kazi. Na moja ya kitu ambacho tunafeli linapokuja swala la kusaidiwa na Mungu duniani ni kuhusiana na ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwenye ufalme wa Mungu pia kuna mfalme ambaye ni Yesu. Na Yesu ni mfalme wa wafalme. Au wafalme sio wa dunia, au ni wafalme sisi. Kwa kuna mfalme na wafalme chini yake. Unajua wengi tukisema Yesu ni mfalme wa wafalme, unajua watu hujifikiri sisi. Yaani unafikiri Yesu ni mfalme, kuna wafalme fulani hivi Yesu ndio mfalme wao. Lakini wafalme ni sisi. Kwa sababu tulipookoka tulifanywa ukuhani wa kifalme. Tulifanywa wafalme na makuhani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye ufalme wa Mungu kuna himaya, territories, himaya pia. Kwenye ufalme wa Mungu, kama vile ambavyo hakuna mfalme bila ufalme, hakuna ufalme bila mfalme, na hakuna ufalme bila himaya. Kwa hiyo Yesu, Mungu wakati anaumba dunia, kusudi kubwa la kumleta mwanadamu duniani ilikuwa ni extension ya ufalme wa Mungu duniani. Yaani ilikuwa Mungu anataka kama ambavyo anatawala kwenye ulimwengu wa roho 100%, apate mtawala mwenza huku duniani ambaye huyu mwanadamu atatawala kwenye ulimwengu wa mwili 100% kwa maelekezo ya Mungu. Kwa Mungu alitengeneza mtawala mwenza, alitengeneza muumbaji mwenza. Ndio maana unagundua Mungu aliumba vitu vyote kwenye ulimwengu wa roho, alafu duniani havikuwa vimekamilika. Ukifuatilia vizuri Mwanzo sura ya 1 ni kama kila kitu kinaumbwa, miti, wanyama, samaki na kila kitu. Mwanzo sura ya 2 ni kama hamna ambacho kimeumbwa. Na ukianzia kwenye mstari wa 5 anasema kwa nini hakuna kitu duniani? Kwa sababu hakuna mtu, hakuna manager, hakuna mtawala. Sijui kama umewahi kuona ukisoma Mwanzo sura ya 2, anasema Mwanzo sura ya 1 kila kitu kimeumbwa hadi na kila kitu. Alafu Mwanzo sura ya 2 anasema hapakuwa na mche wa kondeni wala mboga ya kondeni haijachipuka. Lakini sura ya 1 anasema vilishaumbwa. Anasema kwa maana Bwana Mungu hajanyeshea mvua wala hapana mtu.
maana yake hapana mtawala. Na hii ukirudi kwenye Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 anasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Kwa kusudi lipi? Wakatawale. Kwa mwanadamu, mimi na wewe tuliumbwa kutawala duniani, lakini ni watawala pamoja na Mungu. Tuliumbwa kuumba duniani, kuumba pamoja na Mungu. Ndio maana Mungu ukifuatilia vizuri unagundua Mungu aliumba raw materials. Mungu hajaumba products. Mungu aliumba raw materials. Ndio maana hii ni product. Hiki kiti ni product. Hiki kiti hakijaumbwa na Mungu. Lakini ukirudi nyuma kabisa kwenye mwanzo wake, kwenye raw materials, lazima utakutana na vitu ambavyo sio uumbaji wa mwanadamu. Mti, kiti cha meza, kiti cha mti. Mti umeumbwa na Mungu, lakini kiti hakijaumbwa na Mungu. Ukiangalia hata kwenye magari, chuma kilichotengeneza gari hakijaumbwa na mwanadamu. Chuma kinachimbwa, lakini gari linatengenezwa na mwanadamu. Kwa sababu gani? Mungu alipomuumba mwanadamu aliumba muumbaji mwenzie. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliumba mtawala mwenzie. Kwa Mungu ni mtawala mbinguni, mwanadamu ni mtawala pamoja na Mungu duniani. Ndio maana Biblia inasema kwenye Zaburi 115 mstari wa 16 anasema mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Hivi unajua mafanikio ya mwanadamu duniani hayamtegemei Mungu 100%. Yanamtegemea huyu mwanadamu pamoja na Mungu. Kwa hiyo ile kusema Mungu akipenda nitafanikiwa ni ukwepaji wa majukumu. Hamna kitu inaitwa Mungu akipenda nitakuwa tajiri. Sasa kama Mungu apendi nitafanyaje? Siwezi kuwa tajiri. Hakuna. Hicho kitu Mungu ameshaweka hapa duniani na ameshaweka kanuni. Kanuni zikufuatwa, matokeo yatatokea. Kuna kanuni za ufalme. Mapenzi ya Mungu sio ya kuyasubiria yatokee. Kwamba nimekaa hapa, Mungu akipenda nitahubiri, asipopenda nitafanyaje? Lazima na mimi niwe na cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna watu hawataki kuziishi kanuni kwa kisingizio cha mapenzi ya Mungu. Sema iliyopangwa imepangwa tu. Kama Mungu hajapanga ufanikiwe, hata upambane vipi, hamna kitu cha aina hiyo. Mungu apangi hivyo kwamba wewe utafanikiwa mpaka hapa, alafu hata upambane vipi, yani wewe mwisho ni 5,500 tu. Hamna kitu ya aina hiyo. Mungu ameshaachilia mafanikio yote ya kila mtu aliyeokoka. Ndio Biblia inasema mmebarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Lakini kipimo chako huku duniani ni maisha unavyoziishi hizo kanuni za ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mimi na wewe lazima tujitambue kama watawala. Kwa Mungu alituumba kutawala. Adamu, moja ya kitu Adamu alichopoteza, Adamu alipoteza utawala. Alipoteza utawala wa kiungu huku duniani. Aliupoteza. Ndio kitu kikubwa Adamu alitutia hasara. Lakini moja ya kitu Yesu alikuja kurejesha. Yesu alikuja kurejesha ufalme wa Mungu, utawala wa Mungu duniani. Na ndio maana baada ya kuokoka hatuendi mbinguni, tunaendelea kubaki duniani. Kwa sababu kusudi la wokovu sio kwanza kwenda mbinguni. Kwenda mbinguni ni baada ya kumaliza hapa. Kusudi la wokovu namba 1 ni kutuingiza kwenye ufalme, kwenye mfumo wa kiutawala wa kiungu duniani, alafu tubaki tuthibitishe utawala wa Mungu duniani. Tuthibitishe ufalme wa Mungu duniani. Kwa tunaingia, kusudi kuu la wokovu ni extension ya ufalme wa Mungu duniani. Yaani ni mbingu ije duniani. Mifumo ya kimbingu ianze kufanya kazi duniani. Afya ya kimbingu ianze kufanya kazi duniani. Mafanikio ya yani watu wakiona kama vile ambavyo mifumo ya kidunia inafanikisha mtu. Kusudi la Mungu kutuokoa ni tuthibitishie ulimwengu ya kwamba mbingu zinaweza pia kumfanikisha mtu kupitia kanuni zake. Ndio kusudi la wokovu.
Vinginevyo ingekuwa tukifa tunaondoka, tukifa tunaondoka, tukifa tunaondoka. Ndio maana Yesu akaomba, siombi watoe ulimwenguni, bali walinde na yule mwovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tulipookoka tumeingizwa kwenye ufalme na tumeingizwa kwenye utawala. Tumeokolewa kutawala duniani kupitia ufalme wa Mungu. Kwa mimi na wewe tu watawala. Sasa kwa nini hatutawali na wakati kiuhalisia kwenye ulimwengu wa roho ni watawala? Hivi unajua mbingu zikitutazama huku duniani hazitutazami kama tunavyojitazama. Zinatutazama kama wawakilishi wake. Yaani mbingu na uwezo wake, ufalme wa Mungu ukimtazama mtu wa Mungu duniani, unatazama mwakilishi. Unamtazama kama agent wa mbingu duniani. Ni kama hivi, unajua Marekani ikimtazama balozi wa Marekani aliyeko Tanzania, inamtazama kama rais wa Marekani Tanzania. Na ndivyo ilivyo na kwetu. Mbingu zikitutazama hazitutazami kama watu fulani tunasubiri kufa saa yote, marehemu watarajiwa. Mbingu zinatutazama kama watawala. Yaani zinatazama kama wawakilishi wa ufalme wa Mungu na wawakilishi wa mbingu duniani. Sasa kwa nini mwakilishi wa mbingu duniani anaishi kinyonge? Tena anaweza akawa anaishi kinyonge tu kwa kuogopa wachawi na kuogopa ajali. Na anaishi kama vile saa yote, unajua hatujui chochote kinaweza kutokea saa yote bwana. Leo kwangu, kesho kwako. Basi unajua kila mtu ni mlemavu mtarajiwa. Mambo gani? Unajua kuna watu wamesema hivi. Analala ana uhakika wa kuamka. Mwakilishi wa mbingu huyo, sababu ya kwanza ni kujitambua. Tunarudi pale pale. Tuna wafalme, tuna wawakilishi wa mbingu duniani wasiojitambua, ambao hawaishi kama wawakilishi, wanaishi kama watumwa. Na Biblia inasema kuna jambo la ajabu ninaliona duniani. Anasema watumwa wamepanda farasi, wafalme wanatembea kwa miguu. Sababu ya kwanza kwa nini hatudhihirishi utawala wetu ni kujitambua. Hivi unajua tuna Wakristo wengi wasiojitambua wamebeba nini? Wengi. Kujitambua. Sababu ya kwanza ya changamoto sio nje, iko ndani. Ile hali ya kujitambua, ile self consciousness. Wewe unajitambua ni nani? Wewe unajionaje? Wewe unajionaje? Unajua moja ya kitu kinachomfanya simba aitwe mfalme wa nini? Wa jangwa, mfalme wa jangwa, mfalme wa pori. Unajua nini kinamfanya? Ni kujitambua. Simba sio mnyama mwenye nguvu kuliko wote, na simba sio mnyama mkubwa kuliko wote, lakini simba anaweza akashughulikia mnyama mkubwa kuliko wote. Nimeona simba anashughulikia twiga. Twiga na ujanja wake wote unaona anashughulikiwa. Nimeona simba anashughulikia nyati, ana nguvu nyati. Unaona simba anashughulikia kifaru. Yaani wanyama wenye nguvu unaona simba anawashughulikia. Kwa nini? Kuna namna anajiona. Biblia inasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Moja ya badiliko kubwa mtu atalipata baada ya kuokoka ni kuanza kujitazama kwa usahihi. Na kwa usahihi ni kujitazamaje? Kujitazama kama Mungu anavyomtazama. Watu wengi hatujitazami kama Mungu anavyotutazama. Kwenye eneo la uchumi, au jioni kama Mungu, au jioni aliyebarikiwa, au jioni aliyefanikiwa. Wengi anajitazama kama yuko chini ya laana, yuko chini ya kifungo, hawezi kutoboa. Kwa hata anaenda kazini, anaenda kinyonge. Aendi kama mtawala, anaenda kama mnyonge, anayesubiria chochote kitokee. Wakati watawala wana dictate mambo, watawala hawasubiri. Watawala hawasubiri mambo yatokee. Watawala wanaamua mambo. Watawala hawalalamiki. Watawala yani ni aibu rais analalamika, yani wananchi tunalalamika na rais analalamika. Watawala wanafanya maamuzi.
hawalalamiki. Ni aibu kwa kiongozi kulalamika. Kiongozi halalamiki, kiongozi anatoa masuluhisho. Na hayo masuluhisho, hiyo level ya utawala itaongezeka kwa kadri ambavyo tutajitambua. Na nini kitupe identity? Nini kikupe utambuzi? Neno la Mungu. Hakikisha unajitazama vile neno la Mungu linakutazama. Unajiona vile neno la Mungu linakuona. Maana yake ujitazame kama mtawala kwenye eneo la uchumi, ujitazame neno la Mungu linavyokutazama. Yaani usiruhusu mazingira yakakupa picha yako ya ndani, yakakupa unavyojiona. Eti kwa sababu sina hela nianze kujiona maskini. Usiruhusu kabisa hicho kitu. Kwa sababu biashara haijafanikiwa uanze kujiona failure. Usiruhusu. Kwa sababu unasikia maumivu uanze kujiona mgonjwa. Hapana, natakiwa nijitazame kutokea kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu linatupa namna ya kujitazama, lakini sio tu namna ya kujitazama, linatugeuza tufanane na tunavyojitazama. Kwa ukianza kujitazama sawa na neno la Mungu, baada ya muda, hata kama kiuhalisia ukuwa hivyo, utaanza kuwa hivyo. Ndio maana mgonjwa akianza kujitazama kama neno la Mungu linavyosema kuhusiana na afya, ni kweli anasikia maumivu, lakini anajitazama mzima. Anajitazama, mimi siwezi kuwa mgonjwa. Ugonjwa huwezi kukaa hapa. Yesu alichukua magonjwa yangu yote, alitwaa udhaifu wangu. Baada ya muda neno la Mungu litamfanya kuwa kama anavyojitazama. Kwa hakikisha unachukulia taswira yako ya kimaisha kwenye neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye ufalme wa Mungu tu watawala, na namna mojawapo tutatawala kwa kiwango tunachojitambua, self identity. Jitambue sawa sawa na neno la Mungu linavyokutambua. Jitazame sawa sawa na neno la Mungu linavyokutazama. Usikubali kujitazama chini ya. Jitambue wewe ni nani kwenye ufalme. Jione hivyo. Hakikisha umegeuza namna unavyojitambua kama mtawala. Tumeitwa kuwa watawala. Namna ya pili ambayo itaongeza kiwango chetu cha kiutawala ni kuanza kuwa na maombi ambayo yanatokana na nafasi ya utambuzi. Yaani kitu cha kwanza ni kujitambua, alafu maombi yako yaendane na unavyojitambua. Hivi unajua kwa nini kuna waombaji wengi lakini wanashambuliwa sana na nguvu za giza? Kwa sababu maombi yao hayajatambua nafasi zao. Swala la kiulinzi sio swala la kimaombi kwanza, ni swala la kinafasi kwanza. Utambuzi, unatambua nini? Na hata swala la kimafanikio sio swala la kimaombi kwanza, ni swala la kujitambua nafasi yako katika Kristo kwenye ufalme wa Mungu, na namna ambavyo ufalme unaweza kufanya kazi kwenye maisha yako. Alafu hiyo ndio izalishe maombi ya kiufalme, sio maombi ya kitumwa. Yesu anafundisha, anasema ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme. Hivi unajua kuna watu wengi hawana kingdom mindset kwenye maombi. Wana mindset ya kimahitaji kwenye maombi. Ndio maana wengi akipata anaacha kuomba. Ukiona anaomba ana shida, kwa sababu hana mtazamo wa kiufalme kwenye maombi. Yesu hajaleta maombi kwanza kwa ajili ya shida. Yesu anatufundisha kuomba kwanza kwa ajili ya kuestablish ufalme, utawala. Maana yake muombaji mwenye hii mentality ni mtawala. Ndio maana mtu ambaye hana hii mentality anaamini maombi ni ya wachungaji peke yake. Lakini mtu mwenye ufahamu anajua maombi yanamhusu kila mtu. Kwa lazima nitawale ulimwengu wangu wa biashara kupitia maombi, kwa sababu mimi ni mtawala, na moja ya namna ya kutawala ni kwa maombi. Kwa kabla ya kwenda kwenye biashara, kama vile mtumishi wa Mungu ataamka asubuhi kuomba kwa ajili ya ibada na vitu kama hivyo, na yeye kabla hajaenda anaanza kwanza kwenye maombi. Anatawala biashara yake kwenye maombi, anaitawala siku yake, mizunguko yake kwenye maombi. Maana yake anapokea maelekezo yote kutokea kwenye ufalme wake wa namna ambavyo anatakiwa afanye biashara kwa siku hiyo, kwa wiki hiyo, kwa mwezi huo.
Kama watu wa ufalme hatutafanikishwa tu na kanuni, idea tu, wazo limekuja. Baada ya hapo lazima tuliskani kwenye uwepo wa Mungu, ukae nalo kwenye maombi, hilo wazo, zile strategy, mipango yako ukae nayo kwenye maombi. Kabla ya kuamua kuwa na partner wa biashara, ukae kwenye maombi, maombi ya kujulisha huyu ni mtu sahihi au sio sahihi, na ndivyo ambavyo tutafanikishwa na ufalme. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa namna ya pili ya kutawala kwenye hilo kama watu wa ufalme ni kupitia maisha ya maombi, lakini namna ya tatu ni kutocheza na dhambi. Moja ya kazi ya dhambi kwa mtu wa ufalme ni kudestroy confidence yake kama mtawala, ni kuharibu nafasi ya kiutawala, kwa sababu dhambi ina uwezo wa kutawala, na kama unatawaliwa wewe sio mtawala. Ndio maana Biblia inasema dhambi isitawale. Sasa shetani anapomletea mtu dhambi, kitu cha kwanza, kitu anachokitafuta sio tu mtu atende dhambi, kwa sababu ukweli ni kwamba mtu akitenda dhambi alafu akafanya toba ya kweli, Mungu anashughulika na dhambi kabisa. Damu ya Yesu ipo kusafisha dhambi kabisa, ipo. Kwa hiyo unaweza ukatenda dhambi ukafanya toba ya kweli, unasamewa dhambi yoyote. Ukarudia tena ukafanya toba ya kweli, unasamewa. Ndio maandiko yanasema mwenye yake anaanguka mara 7 na kuinuka tena. Ndio anasema watoto wadogo ninawaandikia ili msitende dhambi. Lakini mkitenda dhambi, yuko mwembezi atakusema. Lakini anapoenda kwa watu walio matured, watawala, anasema kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Maana yake moja ya kazi ya dhambi ni kumfanya mtu mtumwa. Unaweza ukasamehewa lakini ukawa mtumwa wa dhambi. Sasa huwezi kuwa mtawala kwenye ufalme wakati ni mtumwa wa dhambi. Sasa lengo la shetani kumletea mtu dhambi, lengo lake sio tu atende dhambi, kwa sababu anajua akitenda dhambi atasamehewa. Lengo lake aizoelee dhambi, ili unapoletewa dhambi kwa mara ya kwanza, dhambi huwa ina operate nje. Kwa mtu yote aliokoka, dhambi haifanyi kazi kutokea ndani yake, ina operate kutokea nje yake kupitia ushawishi. Na kila mtu anashawishiwa kutenda dhambi, kila mtu. Wazo la kumtaka atende dhambi linaweza kuja nje. Sasa ukitenda dhambi, maana yake ushawishi unaanza kuupa nguvu. Ndio maana unaweza ukagundua kutenda dhambi mara ya kwanza ni ngumu, kutenda dhambi mara ya pili sio ngumu kama ya kwanza, si ndio? Ya tatu sio ngumu kama ya kwanza na ya pili. Alafu baada ya muda inakuwa tena sio swala unachopambana nacho, ni kama kitu kinatokea ndani. Sasa lengo la shetani kumfanya mtu aishi maisha ya dhambi ni ili ile dhambi iingie ndani, ifunguliwe, kwa sababu kila dhambi ina spirit, ina roho nyuma yake. Kwa lengo ni ile roho imtawale mtu, imfikishe mahali iwe ina mdrive, mtumwa wa dhambi. Lile nisilotaka kulitenda na litenda, ile nisinalotaka kutenda sio mimi, ila ni dhambi iliyoko ndani yangu. Maana yake na Biblia inasema msimpe ibilisi nafasi. Maana yake unapotenda dhambi na kutenda na kucheza na dhambi, moja ya kitu unafungua mlango wa ile roho ya dhambi kukuingia, alafu unakuwa mtumwa wa dhambi. Sasa ukishakuwa mtumwa, huwezi kuwa mtawala. Huwezi kuwa mtawala. Ili tutawale, lazima moja eneo tuwe makini nalo ni kutocheza na dhambi. Kwa sababu dhambi ikiendelea kutendwa na kutendwa, mwisho wa siku ile spirit ya dhambi inamuingia mtu. Huyu mtu anakuwa tena sio anashawishiwa kutokea nje, bali ni inamdrive kutokea ndani. Na namna nyingine ya kutawala ni kupitia utoaji. Kama utoaji ni changamoto kwako, wewe sio mtawala eneo la uchumi na fedha. Wote ambao wanatawala fedha, uchumi na fedha, wamevuka kiwango cha kupata shida kwenye utoaji. Yaani mtu ambaye anapata shida kwenye kutoa ni mtumwa wa fedha.
pesa ni bwana wake, pesa ndio inamuamulia. Kwa sababu kama Mungu anakwambia toa shilingi 20,000 alafu ukashindwa kuitoa, unajua maana yake? Mungu sio bwana kwako, kuna kitu kingine, na hicho kitu kingine ni nini? Ni fedha. Ndio anasema hamwezi kutumikia mabwana wawili, Mungu na mali. Maana yake unayemtii ndio bwana wako. Unajua pesa inaweza ikamwambia usinitoe, usinitoe, usinitoe. Roho Mtakatifu anakuambia toa hiyo fedha. Pesa inakwambia usinitoe, inakukatalia usinitoe, na unashindwa kuitoa. Ukishindwa kuitoa, maana yake umesubmit chini ya fedha. Ndio maana huwezi kukwepa utawala wa kiuchumi, huwezi kutenganisha na utoaji, kwa sababu pesa usioweza kuitoa ni iko juu yako, inakutawala. Namna ya kutoka kwenye utawala, kutawaliwa na fedha, na kuwa mtawala kwenye eneo la fedha, namna mojawapo ni kuweza kutoa. Wasiotawaliwa na fedha wanaweza kutoa, yaani hapati shida kwenye utoaji, kwamba Mungu akisema, kwa sababu Mungu ndio bwana kwangu, akisema toa, kwa nini nipate shida? Au upati shida kutoa kwa sababu ya madeni? Amna. Kuna watu wote anasema nashindwa kutoa zaka kwa sababu nina madeni. Amna, sio madeni. Pesa inakutawala, pesa ni bosi kwako, inakwambia usinitoe, usinitoe. Wote walioshinda fedha wanaweza kuitoa fedha, na namna ya kuwa na hela ni kuweza kuimanage, kuwa mtawala wa fedha. Kwa sababu ukishindwa kuitoa, fuatilia na maeneo mengine, utagundua na maeneo mengine inakutawala. Utagundua ikija nyingi ndio inakwambia nenda Kariakoo, nenda Kariakoo, nenda Kariakoo. Yaani yenyewe ndio inakuambia nenda mahali fulani. Yaani unakuwa na utulivu, lakini ghafla zikija utulivu unaondoka. Unajua maana yake? Bosi kaja, mtawala kaja. Sasa moja ya namna ya kuitawala hela ni kuwa na uwezo wa kuipeleka hela kwa Mungu. Nitaeleza vizuri kwenye ninapoelezea utoaji, kwa sababu unajua watu wengi hatuconnect utoaji na uchumi, hatuconnect. Sasa unaniambiaje nitafanikiwa kiuchumi kwa kutoa wakati nilikuwa na 100,000 nikitoa 20,000 imebaki 80? Unaniambiaje hiyo ni mafanikio? Kwa sababu wengi hatuoni utawala wa fedha kupitia utoaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi naeleweka vizuri? Kwenye ufalme wa Mungu pia kuna watu chini yake, sawa? Na sisi ndio watu wa ufalme. Mimi na wewe ndio watu wa ufalme. Kwa hiyo unapaswa kujitambua kama mtu wa ufalme. Yaani kama vile serikali inavyothamini watu wake, ndivyo tulivyo mimi na wewe. Tunapaswa kujitambua, yaani mimi ni mtu wa ufalme. Mimi ni mtu, mimi ni mwenyeji. Yaani ufalme wa Mungu, ili uwe ufalme wa Mungu, mimi ni sehemu ya ufalme. Bila sisi hakuna ufalme. Sasa sio watu wengi tunajitazama hivyo. Yaani tunaweza tukawa tunajitazama tu kama uko attached tu humo ndani, sio mtu, sio sehemu ya. Lazima uanze kujiona ni sehemu ya ufalme wa Mungu, na kila kitu cha ufalme kinakuhusu, ni cha kwako. Yaani kitu cha ufalme sio cha ziada, ni kama kwenye familia. Mimi ni mwanafamilia, mimi ni familia. Kwa kila cha familia yangu kinanihusu na ni cha kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndivyo ambavyo tunapaswa kujiona kwenye ufalme wa Mungu, kwa sababu hakuna ufalme bila watu, na ufalme wa Mungu unahitaji watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia lugha. Ufalme wa Mungu pia una lugha. Kwenye ufalme wetu kuna lugha. Kwa kama tumeelewa vizuri kuhusiana na lugha kwenye ufalme wa dunia, hautakuwa unaepuuzia lugha kwenye ufalme wa Mungu. Lugha yetu ni ipi? Ni lugha ya neno la Mungu. Mtu aliyeelewa dhana ya ufalme hasemi chochote kinachokuja kinywani. Kuna maneno ambayo mimi hata kwa bahati mbaya
Huwezi kunisikia nayasema au na kusapoti. Unaambia maisha magumu. Unaonaje maisha unaonaje? Unajua kuna watu wengine yeye hajui cha kusema na yeye anakulazimisha. Mwaka huu unaonaje? Mwaka huu tutakufa tutakufa. Mimi sifi. Yaani siingii kwenye huo mkumbo. Kuna vitu ambavyo kama mtu wa ufalme lugha inakutambulisha. Nimesema sana, namna mojawapo ya kumtambua Mtanzania ni lugha. Namna mojawapo ya kumtambua Mchina ni lugha. Namna mojawapo ya kumtambua Mkenya ni lugha. Namna mojawapo ya kumtambua mtu wa ufalme wa mbinguni ni lugha. Unaongeaga nini? Sasa unajua, kwa sababu watu wengi hatujui dhana ya ufalme, kwa tuna ile tu kitu usikiri udhaifu, lakini a connect hivi kukiri udhaifu inamaanisha nini? Sasa ndio maana ukifuatilia vizuri, kabla sijaongelea lugha, nimeongelea sana kwanza mindset. Lugha yako uchange mindset yako, afu mindset yako ikupe lugha. Hakuna maana ya kusema sitakufa bali nitaishi, bali nitasimulia wakati huku moyoni huku kwa mwanzo sasa, yani mimi nakufa mimi. Haina maana. Maana yake uwe umeshawishika kutokea ndani, umegeuzwa na neno la Mungu, alafu unazungumza. Biblia inasema kwenye Isaya sura ya 8 na mstari wa 12, Isaya 8:12, anasema msiseme ni fitna katika habari za mambo yote ambayo watu hawa watasema. Maanake wewe sio kama wao. Moja ya kitu ilikuwa ni mtego wa kanisa kwenye korona. Tulichukua lugha ya dunia, na hapo ndio unaona ilishughulikia wote. Lakini ninakuhakikishia yule ambaye aliweza kujitofautisha kwa neno la Mungu alisave. Aliyejitofautisha, unajua, mpaka iliingia mpaka mimi, kuna kanisa moja nilienda kuhubiri, alafu nikahubiri imani, nisikia kabisa moyoni, na nikahubiri sisi sio kama wao. Hivi unajua yule mchungaji alinikasirikia na kunialika kwa muda wa kutosha, kwa sababu ilikuwa ni kama vile ukihubiri lazima utoe maelekezo ya namna ya kujilinda. Watu wa kujilinda tuache waseme mambo ya kujilinda, alafu sisi wa neno la Mungu tuseme neno la Mungu. Kila mtu na nafasi yake. Huwezi kunilazimisha nifundishe mambo ya udaktari. Mimi sio daktari. Mimi nitakufundisha afya kwa neno la Mungu. Mtafute daktari akufundishe afya kwa masharti. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila mtu ana nafasi yake. Biblia inasema msiseme ni fitna kwa habari ya mambo ambayo watu hawa wanasema ni fitna, wala msiofu kwa hofu yao. Maana yake mimi na wewe kama watu wa ufalme tunayo lugha yetu. Lugha yetu ni ipi? Neno la Mungu. Kwenye kila situation unayokutana nayo lazima uwe na lugha ya neno la Mungu ya kusema. Neno la Mungu ndio likupe cha kusema, iwe ni ya kiafya, iwe ni ya kiuchumi, iwe ni ya yoyote. Neno la Mungu likupatie kitu cha kusema. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lugha yetu kama watu wa ufalme ni neno. Unataka kusaidiwa na ufalme, geuza unayoongea, geuza namna unafikiri, iwe jirani na neno la Mungu. Geuza namna usiseme vitu hata kwa bahati mbaya. Useme ilikuwa natania tu. Hakuna kutania. Biblia inasema kwenye Mhubiri, anasema huyo kuna malaika anafanya kile unachokisema. Mhubiri nafikiri ni sura ya 5 ile. Mhubiri sura ya 5. Anasema kuna malaika anafuatilia kile tunachokisema. Kwa hakikisha kama mwana wa ufalme unaongea lugha ya ufalme. Lakini pia lugha yetu ya ufalme ni kunena kwa lugha. Uelewi cha kufanya, uelewi cha kusema, nena kwa lugha. Mhubiri 5:6 anasema usiache kinywa chako kuukosesha mwili wako, wala usiseme mbele ya huyo malaika. Nani wanamuona malaika akiwa anaongea? Lakini Biblia inasema mbele ya huyo malaika, kwamba nilipitiwa. Yaani tu nilisema. Maana yake umesema malaika ameenda kufanyia kazi, anambia malaika nilipitiwa tu. Ni maneno, ni utani tu. Hamnaga utani tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lugha yetu ya pili ni neno la Mungu. Neno la Mungu ndio
lugha yetu. Amen. Sisi kama watu wa ufalme, lugha yetu ya pili ni kunena kwa lugha. Ndio maana moja ya utambulisho wa ufalme wa Mungu, Roho Mtakatifu alipokuja, alikuja kuusili ufalme wa Mungu ambao Yesu aliuanzisha, akaja na lugha, kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha ni lugha yetu. Ujui cha kusema, nena kwa lugha. Ujui cha kuomba, nena kwa lugha. Kunena kwa lugha kuna nguvu kuliko kilugha chako na kilugha changu. Kuna watu asipoomba kilugha chake hajalizika, yaani lazima akazie na cha kwake. Haina shida, lakini nakwambia ukweli, kuomba kwa usahihi zaidi ni kuomba kwa kunena kwa lugha, kwa sababu hiyo ni lugha ya Roho Mtakatifu ambayo hata shetani haijui na hata akili yako haitajua mpaka imepewa kujua kwa kutafsiri, kwa karama ya tafsiri ya lugha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ufalme wa Mungu pia una mifumo, systems. Una mfumo wa afya. Watu wa Mungu, hakuna mfumo wa afya imara kuliko mfumo wa ufalme. Mifumo ya afya duniani inaweza ikakolapsi. Tunafahamu wakati wa corona ili collapse. Nchi ambazo zilikuwa zinaonekana zina utaratibu mzuri wa afya ndio waliokufa zaidi. Ufalme wa Mungu pia una mifumo. Kuna mifumo ya afya very strong. Haiwezekani serikali iwe na utaratibu wa afya ya watu wake, mbingu zisio na utaratibu wa kiafya na watu wake. Kuna mifumo ya afya ambayo inaweza kutuponya tukiumwa, lakini kuna mifumo ya afya ambayo inaweza kutuweka mbali na magonjwa. Leo hii ukisema ugonjwa huwezi kukaa kwenye huu mwili, wanasema mtumishi uko duniani. Ni kweli tuko duniani, lakini sisi ni wawakilishi wa ufalme ambao una mfumo very strong wa afya duniani. Kuna haiwezekani hapo India wanaweza kubadili figo afu mbingu zisiweze kubadili figo. Haiwezekani. Toyota anatengeneza spare. Mungu, Toyota akitengeneza gari anatengeneza spare. Ikiharibika anajua namna ya kuifix. Yaani gari ikishindikana kabisa ipeleke Toyota, wanajua namna ya kufix. Alafu Mungu aumbe mwili asijue namna ya kufix, yasiwe na spare. Haiwezekani. Ufalme wetu una mifumo ya afya. Ufalme wetu unaweza kukutunza bila magonjwa, kukuhifadhi bila magonjwa, na lazima ujijengee stamina ya kuamini afya ya ufalme wako wakati ukiwa mzima. Saa ya ugonjwa imani haipandi kama haijawahi kutengenezwa. Ndio maana mimi nilikutana na watu waliokoka kipindi cha corona. Sasa hivi Mungu yupo kweli? Mtu ameokoka. Sasa hivi Mungu yupo kweli? Maana yake imani haikuwepo. Sasa tatizo, wengi tunasubiri. Unajua imani sio kitu unahesabu, naanza kuamini. Yaani unaweza ukahesabu naanza kuamini. Wakati unajipanga naanza kuamini, tayari wazo limekuja, unakufa. Unashangaa, hivi nilihamia wapi kutoka kwenye kuamini na kujiona nazikwa? Maana yake unaijenga sasa. Kaa, soma kuhusiana na imani ya afya. Jifunze, sikiliza neno la Mungu. Jijenge kiimani, kwa sababu hivi unajua tunakoelekea wamjuao Mungu wao ndio watatoboa. Tunakoelekea hata kwenye eneo la uchumi. Wewe jaribu tu kuimagine namna ambavyo mabadiliko ya kiteknolojia yanatoa watu kwenye system. Unajua hii mifumo ya AI miaka 5 ijayo, hivi unajua AI zinafanya maajabu. AI inakuhubiria, yani hadi unajiuliza, mtumishi wa Mungu, ukikosa pure revelation ya mbingu, AI inakutoa. Wewe nenda tu kwenye chat GPT, afu iambie nifundishe kuhusiana na maombi. Nenda kaandika, utashangaa itakavyoshusha. Kilichopungua ni nguvu ya Mungu. AI inatunga hadi nyimbo za kuabudu. Yaani ukisikia wimbo unasema uwepo. Inatunga hadi nyimbo za kuabudu. Unajua mission ya watengeneza AI ifike mahali, yani ibadani hivi mnaenda tu, yani ni kureplace watu, ndio kusudi kubwa. Kazini kusio na hitaji watu 20 wanafanya kitu kimoja. Wale watu wa development wanaelewa. AI inakutengenezea kodi zozote. Unaweza ukadevelop system yoyote wewe na
ile sisi unaifeed, ukiifeed vizuri tu inakupatia. Lakini hii lengo lake niende mpaka kanisani, iende mpaka kanisani. Maana yake lazima kuwe na very strong connection na mbingu ili kuwe na tofauti. Aliyefundisha ni AI au ni mtumishi wa Mungu? Lazima kuwe na tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima tujifunze kutegemea mfumo wetu. Hii mifumo ya dunia, watu wa Mungu, itakolapse. Mfumo ya kiulinzi, lazima ujifunze kutegemea ulinzi wako kwa mbingu kuliko dunia, kwa sababu kuna wakati watu watataka kukuua bila sababu. Maana yake unahitaji ulinzi wa kimbingu. Kuna watu wanaweza kakaa kikao wanasema tunamuondoa. Lazima uwe umejiconnect na mfumo wa ulinzi wa mbingu ambao hata kama wanajua njia hii ni routine, ghafla asubuhi Roho Mtakatifu anakuambia leo utoke popote, nao unatulia. Leo anakuambia leo mfungo, kumbe walikuwa kwenye lunch wamekuandalia sumu. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja, alikuwa ni mtumishi wa Mungu, lakini ni mtu mkubwa mahali fulani, ana secretary. Kwa hiyo watu wakafanya mchezo wa kumuondoa pale kupitia sumu. Yule secretary kazi yake ilikuwa ni kumwandalia chai, lakini ile siku ambayo amepanga sasa amuue kwa kumletea chai, ndio siku ambayo usiku Roho Mtakatifu akazungumza nao, yeye na mke wake, akamwambia kuanzia leo chai unatoka nayo nyumbani. Kwa secretary akajua ni siku moja tu amekuja nayo nyumbani, kwa sababu zaidi ya mwaka anakuwa anakunywa chai ofisini. Secretary anajua anakuja na siku ya kwanza, siku ya pili, wiki, mwezi, mwaka. Mwisho wa siku akajisema, anasema sijui bosi una nini. Ameconnectiwa na mfumo wa kiulinzi ambao unahakikisha usalama wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndivyo ambavyo tunapaswa kuishi kama watu wa ufalme. Amen. Na nguvu ya ufalme wa Mungu ni watu wake. Mimi na wewe ni watu wa ufalme. Na hapa nataka nimalizie. Tulipookoka tulihamishwa. Maana kubwa ya wokovu ni kuhamishwa kutoka ufalme na kuingizwa kwenye ufalme. Hiyo ndio maana kubwa ya wokovu. Lakini ni bahati mbaya kwamba sio kila mtu ana hii mentality ya kwamba nilishift kutoka kwenye ufalme wa giza na kuingizwa kwenye ufalme wa nuru. Kuokoka ni kuhamishwa kutoka kwenye ufalme na kuingizwa kwenye ufalme. Unaweza ukasoma mwenyewe kwa wakati wako Yohana sura ya 3 mstari wa 5 na wa 6. Yohana sura ya 3 mstari wa 5 na wa 6 anasema mtu asipozaliwa kwa roho hawezi kuingia ufalme. Wakolosai 1:3 anasema 1:13 naye alituokoa katika nguvu za giza na kutuhamisha na kutuingiza katika ufalme. Kuokoka ni kuingizwa. Lakini kuna watu leo ameokoka anajiona bado yuko kwenye ufalme wa giza, na hapo ndio mwanzo wa mashambulizi mengi. Kwa sisi kama watu wa Mungu lazima tufahamu ya kwamba tumeingizwa kwenye ufalme, na moja ya mafanikio makubwa ya mtu aliyokoka ni kugeuzwa fikra zake na kuanza kujitazama kama mtu wa ufalme na kujiona kama sehemu ya ufalme na sio mtu wa nje ya ufalme. Kwa kila tunachokifanya kwenye ufalme hatukifanyi kama watu wa nje ya ufalme, tunakifanya kama watu wa ndani ya ufalme. Hatukifanyi kama tunasaidia, tunakifanya kama wajibu. Kwa nini watu wengi kujitoa kwao hakuleti matokeo? Watu wengi hatufanyi mambo kama wanafamilia. Mimi na wewe ni wanafamilia wa ufalme. Maana yake kila cha ufalme kinatuhusu. Na kama tukianza kutazama mambo ya ufalme kama ya kwetu, maana yake hata kazi yangu itakuwa ni ya ufalme, hata biashara yangu itakuwa ni ya ufalme. Kwa maana yake Mungu atahusika na kazi yangu na biashara yangu, kwa sababu anajua mimi ni mwana wa ufalme. Kwa moja ya kitu muhimu sana ni kuanza kufanya mambo ya ufalme kama. Ndio unajua kwa nini watu wengi anasema yani mimi natoa hata wanitambui? Kwa sababu anafanya kama mtu wa pembeni. Kama mimi ni baba
Siwezi kusema kulani, yani mimi mimi ndo nawalisha kwenye familia na hata mnitambu. Ile ni kitu cha kwangu na kifanya kama cha kwangu. Na mtoto akisafisha nyumba akafanya wajibu wake, anafanya kama cha kwake kwenye familia. Na mama ni hivyo hivyo, amsaidii mtu. Unapofanya kazi yoyote ya ufalme, hakuna unayemsaidia au msaidii mchungaji. Unafanya kazi yako kama mwana wa ufalme. Kwa lazima tugeuze hivyo ili tuanze kuona ufalme wa Mungu ukitusaidia. Na Mungu atusaidie, Mungu atupe neema tuanze kutazama ufalme kwa namna hiyo. Maana yake kila anachonipatia Mungu kwanza ni kwa ajili ya ufalme wake. Na mimi ni mtu wa ufalme. Nigeuze namna ninavyofikiri. Mimi ni wa ufalme wa Mungu. Ni wajibu wangu kutoa na kujitoa kwa ufalme wa Mungu ili ufalme wa Mungu unifanikishe kwenye maisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana.